hiyo ndio dabi ya Simba na Yanga katika mechi hii ya fainali katika maeneo haya yaliyopo katika wilaya ya Tandahimba. Nimekutana na mashabiki kebe wa Simba na Yanga. Hapa nitazungumza nao kuhusiana na mechi hiyo, namna ambavyo maandalizi yao na matarajio yao wanavyoyatarajia kuelekea mechi hiyo. Moja kwa moja tutaanza kuzungumza nao. Dada, labda tuanze kuzungumza kidogo. Jina lako, unaitwa nani, na tuzungumzie dabi ya leo, unasemaje? Kwa jina naitwa Sofia Hardi Ismaili. Kwa dabi ya leo naamini mtani wangu tunamgonga tena, na hapo ajiandae, maana alichokifanya sicho. Yaani angetaka yeye angebaki huko Zanzibar, lakini yeye akaamua kutufuata sisi. Kwa hiyo nyundo inagonga pale pale, hatumwachii, na ajue kabisa yani hii tunaichukua ile mara 10 walioisemea iko mbioni. Tunamchukua hivi kila siku, atakuwa anabebwa kila siku. Huyu hawezi, yani hawezi kwenda kokote kule zaidi ya kutufuata sisi. Sisi ndo midume bwana. Kwa nini umekuwa na kujiamini sana usiku? Lazima nijiamini. Kwanza kabisa nina mpishi mzuri sana safari hii. Mpishi ni naye Alan Okello, ni mpishi mzuri sana. Mlishaji najiamini vizuri tu. Kwa hiyo hapa hata siogope. Tumsikie mshabiki mwenzako naye wa timu ya Simba. Umemsikia dada alipoongea? Kwa majina kwanza naitwa Magoli MVP. Wanapenda kuniita MVP, sawa? Hiyo maana MVP. Kwanza tunashukuru Mungu. Wametuambia kuna nini? Kuna mpishi mzuri, sawa? Sisi kwetu kuna walaji wazuri. Sasa leo maana mpishi, leo maana kula. Sisi tunajua kula kilichokuwepo, sawa? Na hapo ingesema sisi Simba tuanze kutangulia leo, kesho acheze Yanga. Ashe, mapema tange tukimbia huyo. Yaani mapema. Kwa hiyo sisi tunashukuru wale Azam. Yaani Azam kwa tunashukuru kitu kipo live, sawa? Hiyo Azam tunashukuru kitu kipo live cha kwanza, sawa? Alafu cha pili tunawaambiaje? Hata wale Zanzibar kwa Mapinduzi, akili imezidi uwezo. Kwa sababu gani ujue? Wanaanza kumchezesha Yanga Simba kesho. Yanga Simba kesho. Sasa sisi leo kwa kikosi chetu wakina Libasa Gwei, Innocent Yaula, Selemani Mwalimu. Watoto wazi. Mikono juu, mikono wazi. Mmemsikia? Tumemsikia. Naitwa Hamisi Isa Salumu aka Deko. Hana lolote la kusema. Ashakuwa mtoto kwetu sisi. Tumeshampiga mara 6. Nini anataka kusema sasa hivi? Hana jipya. Mbele pale ukimwangalia mbele pale. Kuna mtu mmoja anaitwa Maxim Zingeli, fundi sana. Kuna mtu mmoja anaitwa Alan Okello Starboy. Nabatisa Lube. Kuna mtu mmoja anaitwa Kobe. Lugwa. Anakupita kaka. Maneno tutabaki, anakusema. Huyu ni mtoto wetu. Wewe unajua Tanzania Yanga na Simba tumepata. Unajua timu ya kwanza? Timu ya kwanza ni Yanga. Huyu mtoto wangu. Huyu ni mtoto wangu, hawezi kuniambia chochote kaka. Amini hivyo. Hana soka huyu. Atadai malefali mpaka 200. Akachukua atadai kwa malefali tuone basi. Au kama vipi awe yeye. Hana jipya huyu. Hana jipya kaka. Hana soka. Selemani Mwalimu ni mtoto. Ametoka waida hadi pale hana soka. Unaona bwana? Sawa. Bado tunaendelea. Ni mashabiki wa Simba na Yanga. Tunawasikiliza namna ambavyo wanazungumzia matarajio yao. Mmewasikia? Yanga mmewasikia? Hawana maana. Tunawasikia. Wewe unasemaje? Kwa jina naitwa Mamsuri Ahmad Saidi, ni mshabiki wa Simba. Kindakindaki kabisa. Ninachozungumzia siku ya leo, Yanga atatutafuta. Na kesho kutwa tunapiga tena pale. Ushindi ni ule. Mwanzo mwisho. Wakumbushe hiyo ubaya ubwela, wakipigwa walifanya wapigie mpaka kwamba hatujafungwa, wakati timu inafungwa na magoli yanaingia. Sasa hapa kama tunaona waamuzi wanafanyaje, wanahukumiwa. Si mara yukala kifungo si nini. Sasa tuwaulizeni maswali. Magoli tunawafunga yanaenda wapi? Yanaenda wapi? Naone magoli yafungwa, magoli yanaenda wapi? Watu wanahukumiwa kwa sababu gani? Hao sisi tunao. Na dabi mwaka ziko hizi 3 zilizobakia hizi. Nikiwa kama MVP wa Tandahimba, dabi ziko 3.
sawa. Wamejikanyaga. Hii yote kutaka dabi 3 maana yake yani turahisishe mambo yao yani. Turahisishe kila kitu kinaisha. Msimu mmoja dabi 3 tunaziwa zote 3. Utazivuka? Hizo zote nishavuka baba. Kama nimeweza kuvuka Msumbiji ningeitwa Makonda Tandaimba. Baba mapema sana. Watazamaji wetu, tunavyoendelea kusikiliza ni mashabiki wa Simba na Yanga katika eneo hili la Tandaimba hapa mkoani Mtwara. Mashabiki wa Yanga mmewasikia wanakata rufaa kufungwa na Yanga. Mnazungumziaje? Sisi hatuna mengi ya kuongea kwa sababu tulichokifanya kinaonekana. Timu tunayo, wachezaji bora. Nikisema nitaje list hapa haifanani kabisa na Simba. Kwa hiyo ushindi ni haki yetu na tunaweza, tunachokifanya tuna uhakika nacho. Kwa hiyo kwa siku ya leo ni siku ambayo tunafanya tulichokizoea. Hatuhangaiki na watu ambao wana maneno. Hawa sisi tunawapa nafasi ya kushangilia kabla ya mechi. Ila baada ya mechi washangiliaji ndio sisi. Kwa hiyo waachie wapite kelele. Asante. Neno la mwisho kwa Simba. Neno la mwisho. Hatuna maneno mengi, wasubiri leo tunawagonga 2 kwa 0. Maneno mengi hatuna. Naam, asante sana. Ndivyo mashabiki wa Simba na Yanga katika viunga vya Tandaimba hapa mkoani Mtwara, namna ambavyo wameelezea matarajio yao na jinsi wanavyojitapa sasa kuelekea hii mechi ya fainali.